Vyombo vya habari vya serikali ya Israel vimeripoti Alhamisi ya Disemba 4 mwaka huu kuwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina aliyepinga kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza ameuawa. Tukio hilo linatazamwa kama pigo kwa juhudi za Israel katika kuunga mkono makabila ya Kipalestina katika kukabiliana na harakati za Hamas. Yasser Abu Shabab, kiongozi wa kabila la Wabedui aliyekuwa akiishi Rafah kusini mwa Gaza, alikuwa akiongoza kundi kuu miongoni mwa makundi madogo yaliyopinga Hamas tangu kuanza kwa vita zaidi ya miaka miwili iliyopita. Hamas imesema kwamba kuuawa kwa Yasser Abu Shabab ni hatima isiyoepukika kwa wale wote wanaosaliti nchi na watu wao. Hamas imemuita ni msaliti na amekubali kuwa chombo cha uvamizi kwa watu wa Palestina. Vuguvugu hilo limeongezeka kuwa matendo ya kihalifu ya Yasser Abu Shabab na genge lake yalikuwa kinyume na maadili ya kitaifa na ya jamii. Kwa mujibu wa Hamas, utegemezi wa Israel kwa makundi yaliyodhoofika kijamii na kimaadili yaliyofuata utawala wa sheria na kuyafanya chombo cha kutekeleza mipango isiyokuwa ya uhalisia katika ukanda wa Gaza unaonyesha kukata tamaa kwa uvamizi mbele ya uthabiti wa kihistoria wa watu wa Gaza na mapambano yao. Taarifa hiyo ilipongeza familia, makabila na koo zilizojitenga na Abu Shabab na wale wote waliojihusisha na kuwadhuru wenzao au kushirikiana na Israel, zikisema kitendo hicho kimeondoa kabisa uhalali wa kijamii na kimila na kundi hilo dogo lililowakilisha yeyote isipokuwa lenyewe. Kwa upande wake, kabila la Tarabin ambalo lipo katika ukanda wa Gaza limesema kuwa kuuawa kwa Yasser Abu Shabab ni mwisho wa sura yenye giza iliyoakisi historia ya kabila hilo. Harakati ya wapiganaji wa Kipalestina Hamas imeonya kwamba mauaji ya mshirika wa Israel na kiongozi wa genge hilo la uhusiano na Daesh, Yasser Abu Shabab, ni hatima isiyoepukika na ni mtu aliyechagua kuisaliti nchi yake na kuungana na Israel. Katika taarifa kuhusiana na tukio hilo, harakati ya Hamas imesema kwamba utawala wa Israel sasa utakuwa na kazi kubwa ya namna ya kupambana na Hamas. Hata hivyo, taarifa ya Hamas imesema vitendo vya uhalifu vilivyofanywa na Abu Shabab na kundi lake kwa kushirikiana na jeshi la Israel ni kilelezo cha kujivua utambulisho wa kitaifa na havina uhusiano wowote na maadili na mila ya watu wa Palestina. Aliandamwa na lawama nyingi kutoka makundi wa Palestina ambapo walimuona yeye na kundi lake kama wasaliti na kulihusisha na Israel na kundi la Daesh. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo awali alikiri kwamba genge la Abu Shabab lilipewa silaha kutoka Israel na kupambana na kundi la Hamas. Chanzo cha habari cha Palestina pia kiliambia Kan News mwezi uliopita kwamba washirika wa Abu Shabab walishiriki katika mikutano na maafisa wakuu wa serikali ya Marekani pamoja na wale wa Israel katika kupanga mipango ya namna ya kuweza kuidhibiti Hamas. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.